Habari gani mwana KOTV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOTV. Siku ya hapo jana kuna picha zilikuwa zinasambaa sana mtandaoni ambapo Freeman Mbowe akikumbatiana na Godbless EJ Lema, lakini Yeriko Nyerere naye ameamua kushusha waraka mrefu kweli katika mtandao wa Twitter akimkosoa Godbless EJ Lema kwa kumkashifu aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Freeman Mbowe. Pasi na kupoteza muda, na nukuu hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, na nukuu: pichani ni Mheshimiwa Freeman Mbowe akimkumbatia Godbless EJ Lema. Mimi binafsi nitajitahidi angalau niwe na hata robo tu ya moyo wa Mheshimiwa Freeman Mbowe katika maisha yangu, moyo wa kutowachukia wabaya wako, waliokuumiza, waliokuvunja heshima, waliokutusi matusi ya nguoni. Hawa nitawapa nafasi ya kuwashika mkono popote niwezapo. Moyo kama huu wa Freeman Mbowe niliusikia na kusoma kwa Papa wa Roma ambaye ni John Paulo wa pili, aliyepigwa risasi katika jaribio la kuuawa mwaka 1981 na Bwana Ali Agika kwa misukosuko ya kiimani. Papa wa Roma, kiongozi wa kanisa la Katoliki, John Paulo wa pili, baada ya kupigwa risasi alilazwa wodini kwa majuma kadhaa, na kisha baada ya kupona alikwenda gerezani alikokuwa amefungwa. Muuaji wake akakutana na akazungumza na Ali Agika ambaye muda huo alikuwa jela kwa kufanya jaribio hilo la kumuua papa huyo Mei 13 mwaka 1981 mjini Vatican, Roman, Italy. Katika mshangao wa ulimwengu, Papa wa Roma alimsamehe na kumwachilia moyoni mwake na kumwombea msamaha kwa ulimwengu wa sheria. Kisa hiki ni kirefu na kina nadharia nyingi na maswali mengi yasiyo na majibu. Hivi ndivyo leo Mheshimiwa Freeman Mbowe anamkumbatia na kucheka naye Bwana Godbless EJ Lema, mmoja wa genge la wahuni waliotembea nchi nzima kumtusi na kumvua nguo zote Mheshimiwa Freeman Mbowe, mmoja wa watu waliomtweza na kumfedhesha kwa viwango ambavyo hata shetani mmiliki wa uovu alivyoogopa. Lakini Mbowe hilo ni sadaka kwa ulimwengu wa wema. Anasema kwamba kwa vitendo, njooni kwangu enyi waovu, nami nitawatakasa na kuwa wema. Nimfananishe na nani mtu huyu? Mbona mimi siwezi hata kushika kamba za viatu vyake? Napata somo kubwa sana. Nitajitahidi sehemu ya maisha yangu angalau nichote makuzi na mioyo kama ya Freeman Mbowe, hata robo tu. Na katika hili nitajitahidi kuvumilia matusi na udhalilishaji wa mashabiki zangu mtandaoni. Nimejizuia sana kublock yoyote, na nahisi nitaweza, japo inahitaji moyo mkuu. Pengine nikizeeka nitakanyaga nyayo za mwalimu baba na mzee wangu Freeman Mbowe. Ameandika maneno hayo Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, ambapo ameambatanisha na picha ya Godbless EJ Lema akiwa pamoja na Freeman Mbowe. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni D wa KOTV. Pasi na kupoteza muda, kama ilivyo ada yetu, tunapitia maoni mawili matatu katika sehemu ya comment section. Atuone watu wana mtazamo gani kwa hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Tutasoma maoni kadhaa nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere. Katika sehemu ya comment section maoni yamekuwa ni mengi kweli, lakini pasi na kupoteza muda nasoma. Kwanza anaitwa Mchokozi anasema hivi, ushawahi ona mwanaume mwenye nyayo kama wako akawa na akili? Lakini Josh anasema ametukana, tuweze kusoma. Gamba anasema
Nini maana ya kufanya siasa kama utaona kukosolewa, kupingwa na kukataliwa ni sawa na kutukanwa na kudhalilishwa? Ukiwa mwanasiasa, mwenyekiti wa chama, hapaswi kukosolewa, kupingwa au kukataliwa. Mwenyekiti anapaswa kusifiwa au kubaliwa au kuabudiwa tu basi. Anauliza maswali magumu kweli, lakini Obadia anasema hauwezi kubadilisha upepo huu mkuu, unaovuma kwa kasi mno. Hauwezi kwenda kwenye mkondo usioelekea kabisa. Lakini Ubweta anasema ukiwa mnafiki, mishipa ya aibu huwa inapasuka. Lakini hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Yeriko Nyelele. Jina langu ndio KTV, wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.